Yes, habari. Leo nataka nikufundishe sheria ambazo zinaweza kusaidia katika masuala ya kifedha. Unajua kuna tofauti kubwa kati ya maskini na matajiri. Sasa leo nitaenda kuonesha tofauti ya vitu ambavyo maskini huwa wakipata pesa wananunua na matajiri wakipata pesa wananunua. Sasa matajiri mara nyingi wakipata pesa huwa wananunua asset. Asset ni nini? Asset ni kitu chochote ambacho kinarudisha pesa yako mfukoni. Lakini maskini au watu wenye maisha ya kati huwa wakipata fedha wananunua liability. Liability ni kitu chochote ambacho kinatoa pesa yako mfukoni. Sasa mfano, nyumba, ukijenga nyumba alafu ile nyumba ikawa ni ya kuishi tu, ile ni liability kwa sababu utakuwa unalipia umeme, utakuwa unalipia gharama ya maji na gharama nyingine kama za maboresho. Ile ni liability kwa sababu haingizi fedha mfukoni. Lakini ukijenga hiyo nyumba ukapangisha, itakuwa inakuingizia pesa mfukoni, hiyo inakuwa ni asset. Hivyo pia pikipiki. Pikipiki ukinunua ikawa ni pikipiki tu ya kutumia usafiri wako binafsi, hiyo inakuwa ni liability. Lakini ukigeuza pikipiki ikawa bodaboda au ikawa pikipiki ya kufanyia labda delivery, inakuwa ni asset kwa sababu inakuwa inaingiza pesa mfukoni. Kwa hiyo kitu chochote ambacho ukikinunua kikawa kinarudisha pesa yako mfukoni, hiyo ni asset. Sasa matajiri mara nyingi huwa wananunua asset, alafu kwenye ile faida ambao wanaipata kwenye asset ndio wanaenda kununulia liability kwa sababu itakuwa inajiongoza yenyewe kupitia zile asset ambazo wamewekeza. Lakini maskini mara nyingi wananunua liability, vitu kama simu kali, kama sasa hivi iPhone 17 ndio ina trend, Samsung kama sasa hivi imetoka S26. So wananunua vile vitu, lakini unakuta hana matumizi nao ya kumuingizia pesa. Unakuta tu anatumia kwa ajili ya kuingia mtandaoni. Lakini kuna watu ambao wanatumia simu kwa ajili ya kutengeneza kipato, hao hiyo inakuwa ni asset. Lakini ikiwa kwa ajili ya matumizi tu ya kuingia TikTok au kustream tu mtandaoni bila manufaa yoyote, hiyo inakuwa ni liability. So kama unataka kufanikiwa kwenye masuala ya kifedha, unapopata pesa, nunua vitu ambavyo vinarudisha fedha yako mfukoni. Mfano kama viwanja, baada ya muda thamani yake inapanda, biashara ambayo itakuwa unafanya mzunguko na kuletea fedha mfukoni, na vitu mbalimbali ambavyo vyote ambavyo utakifanya kitakurudishia fedha mfukoni. Lakini kile ambacho kinatoa fedha yako mfukoni, kile ni liability, usikinunue kwanza. Nunua kwanza asset, alafu faida ya asset ndio utaenda kununua liability. Hebu niambie katika comment ni kitu gani umejifunza na ni sehemu gani ambayo wewe leo utaenda kufanyia kazi kuhusu masuala ya asset na liability. Usahau kusubscribe, kulike na kushare. Mimi naitwa Elkan TZ. Bye bye na uwe na siku njema.